Bana, hivyo vitu vyako unavyoviona vimechoka kweli kweli na ni vibaya, acha nikushauri tu kwamba pengine inabidi uvitunze sana, kwa sababu unaweza kaja kuamka kesho ukakuta vitu hivyo vimepanda thamani sana na ni adimu kweli kweli mtaani. Hii ni kutokana na mitindo pamoja na fashion miongoni mwa watu duniani, jinsi ambavyo wanaweza kubadili mitazamo ya watu na kuaminisha maybe fashion ya aina fulani ni sawa katika wakati huu na inaenda na wakati na watu bado wakafuata. Sasa nimeanzia kote huko ili nije nikuhusisha na story ya huyo dogo ambaye anaitwa Karl Putix kutoka nchini Ethiopia. Of course kijana na umri wa miaka 15 tu, lakini acha nikwambie kwamba ameushangaza ulimwengu kutokana na jinsi ambavyo amebadilisha fashion kutoka katika muonekano wa mavazi mazuri zaidi na ya gharama kuja hadi katika muonekano wa vitu ambavyo vinaonekana vimechoka au vimechakaa kweli na bado ukatoka muonekano mzuri kutokana na vile ambavyo unaweza kuvipangilia vitu hivyo ambavyo unaweza kuviona vimepitwa na wakati au ni vibaya katika macho yako. Video za Karl Putix kutoka Ethiopia zimetrendi kweli duniani na ndani ya mwezi mmoja na kama wiki mbili hivi amepata zaidi ya followers milioni 4.3, ambapo alianza kuposti kwa mara ya kwanza kabisa katika mtandao wa Instagram ilikuwa ni Machi 30. Sasa imagine kuanzia hapo hadi sasa hivi akiwa na posti 23 tu katika mtandao wake wa Instagram tayari amekuwa na engagement kubwa kweli. Followers milioni 4.3 ndani ya mwezi mmoja na kitu sio swala dogo, lakini ni kutokana na jinsi ambavyo ameushika ulimwengu kutokana na mtindo wake huu wa fashion kupitia vitu ambavyo vimechakaa ikiwemo viatu, mavazi pamoja na vitu vingine ambavyo yeye amekuwa akividesign katika muonekano mzuri kweli na kwa kweli utapenda. Sasa katika video hizi ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii zipo za aina mbili. Kuna ambazo ni original ambazo ndio amezicreate yeye mwenyewe, lakini pia kuna zingine ambazo sasa zimeanza kutengenezwa kwa AI zikionyesha umaarufu wa kijana huyu kwamba tayari ameshaanza kupanda katika majukwaa makubwa ya fasheni huko Paris, Ufaransa, Marekani, umeona, pamoja na sehemu zingine, lakini pia mapokezi ya watu ambavyo wanampokea, wanamkubali kweli. Lakini video hizi sio za kweli. Kijana bado yuko nchini Ethiopia na ameendelea kutengeneza maudhui yake kupitia sehemu moja ambayo ameifanya kama location yake au setting ambayo ameiweka, ambapo kwa nyuma anakuwa ameweka vitu hivyo sasa ambavyo wewe unaviona kama vimechakaa ikiwemo viatu na mambo mengine, umeona. Lakini baada ya hapo yeye anakaa na set akili yake vizuri, anatengeneza fashion kupitia viatu, manguo hayo, mabegi. Kwa hiyo anajikuta amepata kitu ambacho wewe mwenyewe huwezi kuzania. Kwa hiyo ukiangalia video zake nyingi katika mtandao wa Instagram, kuna zingine hadi zina views milioni 265, milioni 135, milioni 61, milioni 34, milioni 92, milioni 52, milioni 141, milioni 53, 29, milioni 19. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo unaweza ukachukulia poa dogo anachokifanya au njia ya ubunifu ambayo ameamua kuitumia, lakini ina pay out au imekubalika kote duniani, na ndio maana amejichukulia wingi wa followers wengi kiasi hiki ndani ya mwezi mmoja tu na wiki mbili. Lakini pia engagement katika ukurasa wake wa Instagram imekuwa kubwa kulikweli. Kwa hiyo nimekuwekea hapo video ambazo ni real ambazo yeye ndiye anazitengeneza, lakini pia fake ambazo zimetengenezwa kupitia AI, na ukiziangalia vibaya uwezo ukagundua kama hizi video ni za kutengeneza, lakini zina makosa ndani yake ambapo unaweza kuzitazama tu ukagundua kwamba hii ni AI. Lakini pia video hizo ambazo zinaonekana sasa ni popular zaidi akiwa huko katika majukwaa makubwa hazipo katika ukurasa wake wa Instagram, na kama ingekuwa ni kweli basi ungezikuta katika account yake ya Instagram zikiwa pale, umeona. Kwa hiyo iko hivyo, dogo ana trend kweli katika umri wa miaka 15 tu, na hii inaweza ikawa ndio safari yake ya kutoboa mbali zaidi, yakaja hata makampuni makubwa yakawekeza kwake, akaanzisha brand yake ya nguo ambayo ndio hiyo unayoona kutumia vitu vilivyochakaa. Na ndio maana nimekwambia hivyo vitu unavyoviona vimechakaa au ni vibaya katika macho yako, nguo, viatu, inabidi uvitunze, pengine kesho vinaweza vikawa na thamani zaidi na vikawa adimu mtaani kwa sababu vitakuwa vinatafutwa kweli, au sio? Una maoni gani juu ya story hii? Umeshakutana na dogo huyu na kitu gani ambacho maybe ulijifunza ulipoona tu mara ya kwanza kitu anachokifanya? Je, ulicheka au uliona dogo akili ipo kubwa katika kichwa chake, au sio? Tuwekee kwenye comment. Hizi ni stories za 7. Mimi ni Brands TZ.